Mtazamaji wa Maximum TV, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa cha Sad Moment kupitia Maximum TV. Kipindi ambacho jukumu letu kubwa ni kuhakikisha tunakuletea watu wenye mazingira magumu tofauti tofauti, ili mradi tu waweze kupata msaada kwenye yale magumu yote ambayo wanakuwa wanapitia kila siku. Leo hii na mbele yako tumemtembelea mama huyu ambaye anaonekana sasa hivi hapa. Yaweza kuwa ukimtazama utamwona ni mtu mwenye afya tele, tena amenenepa vizuri kabisa, asiyekuwa na tatizo la aina yoyote. Na yaweza kuwa tu ukimtazama pia unaweza kusema kwamba amenyoa nywele kwa sababu ya kuamua kwamba awe ana fashion ya kukata nywele, lakini ukweli ni kwamba hajakata nywele kwa ridhaa yake. Lakini pia huo mwili unaotazama sio mwili wa afya kama ambavyo unamtazama sasa hivi hapa. Tumefika kivule mbele kabisa ndani huku kuja kumtembelea huyu mama anayeonekana hapa. Ni mama wa umri wa miaka 49, si ndio? Ana maradhi, anasumbuliwa na kansa ya titi ama saratani ya titi kwa lugha ya kitabibu zaidi, na maradhi yake yamekuwa ya muda mrefu sana na ameteseka kwa nguvu na hatua zote, akiwa anasaidiwa na watu ambao wamemzunguka ili mradi tu aweze kupata msaada wa kufanywa matibabu. Lakini leo hii nimepigiwa simu nikaambiwa kwamba huyu mgonjwa anarudishwa nyumbani kwa sababu tu wamekosa pesa za kuweza kumfanyia matibabu. Imagine, yeye kaona kwa masikio yake, si ndio, kwamba hawezi kuendelea kutibiwa kwa sababu hawana fedha, na ndugu ama watu waliomzunguka wamejipanga kwa ajili ya kuweza kumrudisha nyumbani, wasubirie ahadi ya Mungu. Si kwa upande wetu ilikuwa imetugusa, tukaamua kufunga safari mbali sana mpaka kufika huko ili mradi tu tuweze kuzungumza naye kwamba na yeye pia kalipitisha ili swala la kwamba arudi nyumbani kwa sababu ameshindwa kupata matibabu ya maradhi yake ya kansa au nini kinaendelea. Endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV, lakini pia tuende tukazungumze na huyu mama tuweze kujua kwa upande wake ana lipi la kusema. Mama, habari? Kidogo. Mzima? Kidogo afadhali. Kidogo afadhali? Kidogo. Unaitwa nani? Silvia Kapinga. Silvia Kapinga. Ndiyo. Una umri wa miaka mingapi? 49. Sasa hivi una miaka 49? Ndiyo. Unakumbuka ulizaliwa mwaka gani? 72. 72? Ndiyo. Aha. Una watoto wangapi? Na watoto 6. Una watoto 6? Okay, hongera bwana. Wa kike wangapi, wa kiume wangapi? Wa kike 3, wa kiume 3. Wako wapi sasa hizi? Wapo nyumbani. Nyumbani ni wapi? Mkoani. Mkoani, mkoa gani? Ndiyo. Songea, mkoani Songea, Ruvuma. Wewe ni kabila gani? Matengo. Kabila lako? Wa Matengo. Wa Matengo? Ndiyo. Sawa. Na hawa watoto wako wote unaishi nao kule Ruvuma? Mwingine simjui aliko anakokaa, ila wao 5 naishi nao, 4 naishi nao nyumbani, mmoja yupo huko. Sasa kwa nini mmoja hujui anapokaa? Wa kike wa kiume wewe? Wa kiume. Unajua watoto kama wakizalia wengine wanageuka kwa kama majambazi, kama taila. Kwa mtoto wako ni nani sasa, jambazi au taila? Si jambazi, lakini kama ni taila. Ana matatizo ya akili? Ndiyo. Kwa hiyo mpaka leo hii hujuagi mtoto wako yuko wapi? Ananipigia tu simu yupo Kindimba. Kindimba mimi sikujui. Miaka mingapi hujamuona? Karibu miaka 10. Miaka 10? Wala harudi nyumbani? Harudi. Mara ya mwisho uliongea naye ilikuwa ni lini? Mwezi wa 6. Mwezi wa 6? Ndiyo. Haujazungumza naye mpaka leo hii? Sijazungumza naye mpaka. Huwa unachukua labda simu unampigia? Mimi kwa kweli sina simu. Hauna simu? Ndiyo. Sana kupigiaga kwa nani? Kwa mtoto wangu. Aha. Tumekuona hapo, unaonekana mnene, maskini ya Mungu. Hongera bwana. Asante. Hiyo ni afya ya uhai ama si uhai hapo? Si uhai, wa changamoto. Ni changamoto? Ndiyo. Tumemwona kansa, na kansa yako ni ya titi, ni kweli? Ni kweli ili hapa. Sasa limevimba. Maskini ya Mungu. Limevimba sana. Imekuanza zamani sana, funika. Imeanza mwaka jana. Ni mwaka jana? Ndiyo. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 2. Mwezi wa 2? Ndiyo. Kwa mpaka mwaka huu mwezi wa 2 limetimiza mwaka mmoja. Kwa makadirio hapa sasa hivi hapa una kama mwaka mmoja na miezi mingapi toka umeanza kuumwa? Jumla ya miezi yote. Mwaka mmoja na kama miezi 7 hivi. Na miezi 7. Kwa una mwaka mmoja na miezi 7 unasumbuliwa na maradhi ya kansa. Ndiyo. Dalili ilianzaje? Tusimulie siku ya kwanza unaanza kuona hauelewelewi, ilianza ni, tusimulie yote. Dalili niliona tu kaupele. Kalikuwepo? Kalikuwepo hapa. Kalianza mwezi wa 2
Mwezi wa 3, wa 4 kile uvimbe ulikuwa sasa unakuwa. Wakati huo usikii maumivu ya aina yoyote? Hapana, hata kidogo. Wala hakuna hata kuteseka wala nini? Hata kuteseka hata kidogo. Ulivikiona kile kiupele ulihisi labda ni kitu gani? Nilisema tu labda kidudu tu kimetunga hapa. Kiupele hicho kilikuwa kimevimba hivi au kimeshapasuka kabisa? Hapana, kilikuwa kimevimba kikavu. Kikavu? Kwa kikiminya hivi hata kuwasha akiwashi. Yaani huwezi kukamua hata kidogo, kipo cha ndani. Kipo cha ndani. Kilikuwa kipo kwenye chuchu ama kwenye ngozi huku juu? Kwenye ngozi sehemu hii hapa. Walipochana hapa. Kilikuwepo hapo. Ndiyo. Kilivyoanza? Kilipoanza mwezi wa 2, mwezi wa 3. Wakati huo umekipotezea una time nacho? Kitaisha tu chenyewe ulikuwa unadhani? Nilisema tu kitaisha. Mwezi wa 3, wa 4 nikaenda shambani nikalima. Baada ya kulima nakiona sasa kitu kinang'ata humu ndani. Kinang'ata? Ndiyo. Kinang'ata kivipi yani? Kung'ata ni kama vipi? Kama kama kinachoma choma kwa ndani. Siku la kwanza. Siku la pili tena hivi nikamwambia mtoto wangu wa mwisho, bwana, hapa twende turudi tu nyumbani. Nikarudi nyumbani, kufika nyumbani nikaona ni baridi. Baridi ya kama ya malaria. Baada ya hapa nikachukua vidonge nikaanza kumeza. Vidonge ulienda kumeza? Ulichukua vidonge yani ulienda kuchukua hospitalini? Hospitali, niende kununua. Ulikuwa umenunua vidonge vya nini? Vilikuwa vya kutibu nini? Nilisema malaria hizi wanayosema halu. Ulihisi labda hii itakuwa malaria hii? Wakati huo hujafanya vipimo? Ndiyo. Nikameza. Baada ya kumeza siku la kwanza, siku la pili nikazidiwa. Baada ya kuzidiwa nikaenda hospitali. Homa tu ikiwa imekuzidi wakati huo hujui kama tatizo ni hicho kidude wala nini? Ulikuwa unahisi labda ni homa tu ingineyo? Haukuwa na mashaka labda kwenye kile kidude kinachocheza ndani? Nilikuwa na mashaka, lakini nilisema labda hiki kitaisha. Nikaenda hospitali, kufika kule kwenda kupima, pressure ikapanda juu. Ikafika ngapi? 170. Baada ya hapa nesi mmoja akasema, jamani, mimi homa siwezi, kunabidi niende nikamuite daktari. Kumuita daktari, kufika kuangalia, akasema, jamani, mbona hii pressure sasa imepanda? Wakaniwekea madripu 2 ya maji. Na kipindi chote ulikuwa na pressure? Ulikuwa na pressure? Hapana. Haukuwahi kuwa labda na pressure wala ukienda hospitalini wakupime pressure? Hamna. Haukuwahi? Ndiyo. Kwa pressure ilisababishwa na hako kadude yako? Baada ya hapa wakaniwekea madripu ya maji 2, nikakaa kwanza kutulia kidogo. Wakanipa chai nikanywa. Baada ya kanywa ile chai nikaona tena pressure ikapanda tena. Kamuita daktari. Ikafika ngapi tena? 160. Imeshuka. Pale kasema, sasa mimi hapa siwezi, kunabidi tu tukuchome shindano ya pressure. Wakachoma pale shindano. Muda wa saa 3. Nikalala mpaka asubuhi. Asubuhi nikamwelezea pale daktari, naona hapa dalili kwenye ziwa. Kwa kumbe mwanzo wakati anakufanyia ile huduma alikuwa ameona tu ni pressure. Pressure. Haukuangalia kama una kadude kingine? Hapana. Ukamwambia daktari? Nikamwambia daktari, mimi hapa kwenye titi naona kuna kuna uvimbi. Kuna uvimbi? Ndiyo. Tuangalie. Kuangalia ule uvimbi. Yule daktari kasema, mbona hii sasa ni tatizo? Sasa kama hivi shughulikie kwanza matibabu. Ukimaliza matibabu ukienda nyumbani kunabidi mama uende Litembo haraka sana. Ni hospitali kubwa Ndiyo. Wakati huo ziwa lako limeshavimba au uvimbi tu. Kale tu ndo bado kapo kanaonekana. Ukubwa sasa umekuwa. Ulikuwa mkubwa kama size gani? Kama mkono hapa. Kama mkono au kama kitonge cha ugali cha size ya mdomo? Ndiyo. Baada ya hapa wakaniambia uende sasa nyumbani ukabaki. Ukae siku kadhaa, kunabidi uende wapi? Litembo. Litembo ndo hospitali kubwa hospitali kubwa. Pale nikakaa, ukafanya pale uchakato. Katafuta pale hela, nikaenda Litembo. Wakati huo unampa taarifa pia na mume wako? Mume wangu yupo. Na yeye alikuwa anajua kinachoendelea? Na yeye pia tulikuwa pamoja na bwana. Mlikuwa pamoja? Sawa. Tukaenda Litembo. Baada kufika kule, kaenda kwa daktari, nikajieleza, akaniambia njoo huku tukupime. Kupima, kuangalia, akasema, mama, hii ni tatizo.
hapa kunabidi tu ubaki nini utibiwe. Kasema daktari, sijakataa kutibiwa, ila mimi hapa nilifika tu uchunguzi. Hela nimebeba kidogo, unaponiambia matibabu sina hela. Kwani alikwambia shilingi ngapi kukutibu? 230,000. Kipindi hicho alivyokupima akakwambia una tatizo gani? Hakusema, ila alisema tu kunabidi ubaki, kunabidi ufanye matibabu. Na wewe pale ulikuwa umeenda na shilingi ngapi, yani ulivyotoka huko nyumbani na mume wako? 30,000. 30,000. Sawa, Baada ya hapa yule daktari anamwambia daktari, mimi kwanza niende nyumbani nikatafute. Yule daktari anasema haiwezekani kurudi, kunabidi bwanako aende nyumbani katafute aje huku. Baada ya hapa nikakaa chini, kukaa ananiambia uende kwanza kwa daktari mkubwa. Akanipa cheti nikaenda kwa daktari mkubwa. Nikaja kule daktari akachukua kile cheti akaangalia akasema mama, hapo kunabidi tu ubaki upate matibabu. Nikasema daktari, samahani, sijakataa mimi kubaki hapa, ili mimi hapa nifika tu matibabu. Sasa unaponiambia hivi, naomba niende tu nyumbani nikatafute. Katafute. Na daktari akasema haya mama, na mimi sisemi ubaki, hamna, kunabidi uende ukatafute. Nikamwambia kutafuta sasa bei gani? Akaniambia 230,000. Akasema sawa. Akasema mama, leta cheti, peleka ulikochukua, na sitaki hela zako hata kidogo, ila nataka uwahi sana ufike hospitali. Baada ya hapa nikarudi nyumbani. Kufika kule kwaambia ndugu zangu, jamani, mimi kuna tatizo hili mpaka hapa, kunabidi nini hela nichangie 230,000. Ndugu zangu wasema sasa dada, hamna hela wala nini. Mume wangu akaingia akachukua mifugo, kuuza mashamba. Mashamba kwa sababu ya 200,000? Yaani kauza mashamba kwa sababu ya 200,000? Yaani kule kuna uchumi sana, kama shamba unaweza kuuza shilingi 10,000 au 20,000. Kweli? Kweli. Hata kama mbuzi, nguruwe unaweza kuuza shilingi 20,000, 30,000. Ni mnakaa vijijini sana Kijijini sana. Okay. Pale tukapata 210,000. Ndugu zangu akasema dada, tuende hapa sasa hivi, kunabidi tuende wapi Tembu. Hapa kama tukikaa hapa hiki kitu kitapasuka, tuende. Nikaenda Tembu. Kufika kule nikaenda kwa daktari, nikachukua kila cheti nikapeleka kwa daktari. Daktari akasema wewe mama, tulikwambia nini? Niliambia nibebe 230,000. Mimi hapa nimebeba tu 210,000. Akasema hapana mama, leta 170,000, 75. Upatie nini, utuwekee nini, polesheni. Nikachukua zile hela nikampa yule daktari, nienda siku la Jumanne. Nikashinda kula Jumatano, Alhamisi nikawekea nini polesheni. Ukafanyia polesheni? Wakanipasua. Baada ya pale, baada ya kupasuliwa. Walipasua wapi? Mbona panaonekana hujapasuliwa? Hapa. Hapa mpaka hapa. Nikapata pale ile tiba. Nikakaa pale Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, Jumatatu nikageuka kurudi. Kwa hiyo walikufanyia operation ya kutoa uvimbe? Walitoa uvimbe. Bila kujua hata tatizo ni nini? Hapana. Wala kufuatilia kwamba ili tatizo lako limefikia wapi? Hawajaniambia kitu chochote. Kwa hiyo wenyewe ulichotoa tu ni kale ka kidonda, hawaangalii imeshafika wapi hilo tatizo. Baada ya kutoka pale kufika nyumbani nimekaa tu siku 2. Ziwa likaumuka tena mpaka hapa. Wakati huo bado hata hujapona kile kidonda? Bado, yani bado hata nyuzi bado sijatoa. Baada ya hapa nikarudi tena nikaenda kule Tembu. Daktari, mbona mimi hali yenyewe bado inaendelea hivi hivi? Angalia sasa hata ziwa lenyewe hali yenyewe mbona ni mbaya? Daktari akasema saa hizi mimi siwezi, labda wewe ubaki ngoje daktari mkubwa mueleze. Nikasema daktari, hapana, mimi nimetoka hapa juzi, saa hizi sina kitu. Unaponiambia nibaki hapa kunabidi hapa sinichukue tena hela. Sina kitu, naomba tu msaada, nipe nini vidonge. Sasa kwani unaomba vidonge wakati hujajua tiba yako inatibu vidonge au chochote? Au ulikuwa unaamini kwamba ukishakunywa vidonge ndio utapona? Niliamini, nisema hivi nitapona. Baada ya pale nikarudi nyumbani, kumeza vidonge inaendelea. Kwa alikupa vidonge? Ndio. Alikupa vidonge gani? Sasa vidonge sielewi.
Ukaanza kunywa rangi mbili kama rangi mbili hivi. Ukaanza kunywa. Nikaanza kunywa, nikamaliza. Wakati unakunywa vidonge ile hali ilikuwa afadhali? Hapana, inazidi kuendelea. Nikakaa mwezi wa 7 wa 8 kikavimba tena. Pale pale walipotoa. Uvimba walipotoa pale kuvimba. Kikavimba tena. Kuvimba nikampigia ndugu yangu yupo Songea. Nikamwambia bwana, hapo kuna tatizo tena. Ule uvimbi umevimba tena. Umevimba hapo Songea mjini hapo umepiga simu. Basi mdogo wangu akaja mpaka nyumbani. Kufika kula, dada kama hivi twende Pelamio. Akanichukua tukaenda Pelamio. Pelamio nikajieleza, akaangalia. Pelamio uko Songea mjini? Nikajieleza pale kwenda kuangalia, akasema mama, hapo kunabidi upate tena operation. Hospitali hapo? Kunabidi hapo ujiandae 200,000. Akasema jamani, 200,000 nitoka nayo hapa saa hizi. Mdogo wako si alikuwa nayo angetoa labda? Hapana, hamna. Basi nampigia tena mume wangu simu. Napompigia bwana wangu simu, akasema saa hizi mbona hamna kitu. Akaenda tena kuchukua nini ile shamba kauza. Linginewe? Mingine. Kuchukua tena mifugo ya watu kuuza. Sana uzaje mifugo ya watu? Sasa afanyeje? Kwani alikuwa na mifugo ya watu? Mume wako alikuwa na mifugo ya watu? Okay. Akauza. Kuuza akapata 150,000. Akarusha. Baada ya kurusha tukaenda mara ya pili. Kufika kule kwenda kuangalia, yani ziwa sasa limevimba mpaka huku. Akasema mama, hii operation hamna. Hapa kunabidi tukate, tuchukue kile hiki kinyama na sisi tupime. Unazo 100,000? Ndio nazo. Haya, lipia. Nikalipia. Baada ya kulipia wakanikata kile, wakatoa kile kinyama. Kile kinyama wakaniambia sasa mama, hapa kunabidi uende nyumbani, tunakupatia hii namba. Sasa ufuatilie haya majibu. Upate tujue tatizo liko wapi. Baada ya hapa nikapiga simu mara ya kwanza, ya pili. Akasema nini haya majibu hujapata? Sijapata. Mbona majibu yenyewe nimerusha litembo? Kwa maana ile jina la kwanza la Silvia na ili hapa limelingana. Majibu nimerusha, uende ukachukua litembo. Baada ya hapa bwana wangu akaenda. Kufika kule akampa kile kicheti, akamwambia hii cheti kila hospitali upite utembee naye uonyeshe. Akaja nyumbani, vipi homa je imejulikana? Asema mimi wajaniambia. Wajakuambia? Ndio. Kwa nini? Mbona mimi nataka jibu nipate kama nina homa fulani. Hapo unamuuliza mume wako? Sasa wanapokuambia kila nini upite utembee nao na nini na barua. Mbona mimi sikuelewi? Nimekaa siku la kwanza, siku la pili, moyo unauma tu. Nikachukua kile kicheti, nikaenda kwa daktari wa kwanza waliko nilaza mara ya kwanza. Pale ukafanyia operation kidogo. Nikapeleka. Baada ya kupeleka nikafika kule nikamwelezea daktari, mama nataka nini? Hiki cheti mimi nimetoka nalo litembo, wajanipatia majibu. Kwa hivyo naomba msaada, unisomee kwanza nielewe hii ni homa gani? Yule daktari akasoma ile cheti, amesoma tayari. Akaniambia mama, hii hapa ni kanza. Kanza ndio. Sasa huko litembo amekwambia uende lini? Nasikia wameniambia niende mwezi wa 2. Mwezi wa 2 ndio. Mbona ni mbali sana. Pole sana mama. Kuanzia saa hizi unapotoka hapa, sitaki kushiriki mbali ya kienyeji wala nini. Wewe ukakae tu nyumbani, unasikia? Ndio. Ukakae nyumbani? Sio uende hospitalini ukatibiwe? Wewe waniambia tu hivi. Kwamba baada ya kujulikana kwamba una kansa, unatakiwa ukakae nyumbani. Sio utoke hapo uende hospitali kubwa ukafanyiwa matibabu. Hapana. Madaktari walikwambia ukakae nyumbani? Daktari wa dispensari. Walikwambia ukakae nyumbani? Aliniambia ukakae nyumbani mpaka mwezi waliokuambia utaenda. Nikafika nyumbani, nimekaa kule nyumbani. Wapo masista na mpadre wanawatembelea wagonjwa. Walipotembelea, walipofika sasa nyumbani wakanisalimia, nikaitikia, hali inaendelea kidogo. Sasa wewe mama hapa mwenyewe sasa unasemaje? Mimi saa hizi sina uwezo wote ule. Cheti chako kiko wapi? Nikachukua kile kicheti,
wakakisoma, wamesoma, sema mama mwenyewe ni tatizo ni kansa. Ndugu zako sasa wanasemaje? Nasema ndugu zangu hawasemi kitu, hawasemi kitu ndio. Sasa wao mbona wanakuachilia? Sema saizi mimi sina kitu wala nini, ndugu zangu wanasema hawana kitu. Sasa mimi hapa nabaki tu namjua tu Mwenyezi Mungu atakayo ni nini. Basi. Haya, akasema si hapana mama, hapana. Hapana, sisi tunaona huruma. Yaani nilifungua kila kitu. Nisema angalia hata nani yule padre akaangalia akasema kwa nini? Ukaangalia nini? Ili titi. Akasema mama, mbona ni tatizo? Hapana, hatukubali. Kule Muhimbili kuna msaada. Kuna bidii hapa kwa mama, tumekubali tu tutakusafirisha sisi wenyewe uende Muhimbili. Nikasema jamani, nashukuru. Lakini wanasema hatukubali. Kuna bidii waanze watoto wako wachukue hela kidogo, wakusafirisha wapi mpaka Songea. Sisi hapa tutakusafirisha mpaka nini? Dar es Salaam. Akasema haya. Kukaa na watoto, kila mtoto anasema sio hatuna hela. Mume wangu akahangaika pale, akapata shilingi 10,000, akanipa mimi, nikasafiri mpaka Songea, nikaenda nikopata operation Peramiho. Nikaenda kuchukua barua. Baada ya kwenda kuchukua barua akanipa kule barua. Nikasafiri kufika huko. Nilifika mwezi wa kwanza tarehe 4, hapa nikapumzika tarehe 5, tarehe 6 nikaenda Muhimbili. Baada ya kwenda Muhimbili nimefika kule, tumejieleza. Mzunguko akasema mama, sisi hatuwezi kukukata hili ziwa bila kuona chimbuko. Kile kinyama mmebeba? Nikasema sijabeba. Hujabeba? Ndio. Na sisi hatuwezi kukupima wewe bila kupata kinyama. Sasa hapa mimi nifanyeje? Kama hujabeba kuna bidii waanze mmoja. Nikasema hapana. Bwanangu alikuwa na namba ya daktari wa Peramiho. Tukampigia yule bwanangu. Baada ya kumpigia na yeye akampigia yule daktari. Akamuuliza sasa hii barua alitoka nayo wapi? Au alimpa nani? Daktari gani? Mimi daktari mwenyewe simuelewi. Akacheki, akaona kile kinyama, akasema kile kinyama tumekiona. Atafika kuchukua nani? Atafika kuchukua bwanangu. Na kweli siku la pili bwanangu akaenda Peramiho kuchukua kile kinyama. Kile kinyama siku la pili akaweka kwenye gari, tukapokea wapi? Stendi. Baada ya hapo nilipopata nikaenda tena Muhimbili. Muhimbili umepata kile kinyama? Ndio. Hiki kinyama unabidi ulete 360,000 tukipime hiki kinyama. Akasema mbona hii sasa ni hatari. Sina hela hata kidogo. Nikarudi. Nikafika hapa nakaa. Bwana tuna hela sasa tufanyeje? Kweli mchakato wa watu hivi kunichangia na yule sister akarusha 100,000 na hao watu wakanichangia 116,000. Nikaenda kupima kile kinyama. Baada ya kupima kile kinyama, daktari akasema hiki kinyama, hii homa yako tumeigundua. Sasa hapa kuna bidii ufuatilie kwanza X-ray. Nikafuatilia kule X-ray mara 3. Kwa daktari nikaenda mara 3. Akanipa tu jibu akasema mama, ili ziwa hatuwezi kukata. Unabidi tukurushe uende wapi? Ocean Road. Muhimbili ndio alikwambia hawezi kukata ziwa? Ndio. Kwa sababu yani ugonjwa wake umekuwa mkubwa ama? Mkubwa. Ulikuwa mkubwa. Yaani ili ziwa lilikuwa limevimba. Akasema sasa kuna bidii uende Ocean Road. Wakanipangia siku, nikaenda kule Muhimbili, wakanipandisha kwenye gari moja kwa moja Ocean Road. Kule Ocean Road nikaanza mzunguko wa kupima damu, X-ray nini tayari. Pale wakasema hivi sasa hapa kuna bidii waanze nini? Tiba, kuwekea kemu. Nikaanza kupima wakakwambia ugonjwa wako huo uko stage ya ngapi? Sasa sielewi. Walikwambia ndo unaanza au umeshakuwa mkubwa? Anasema umeanza. Umeanza au umeshakuwa mkubwa? Mkubwa. Viatu vyenyewe hivi hapa. Nakuuliza mara ya mwisho. Ulivyoenda hospitalini
Sawa. Walikwambia tatizo lako hilo limeshakuwa kubwa ama ndo linaanza? Kubwa, tatizo kubwa. Limeshakuwa kubwa. La muda mrefu. Ndio. Tuendelee. Baada ya hapa wakaniambia sasa hapa kunabidi kuwekea kemu. Kunabidi hapa hela ubebe shilingi 75 kila unapo nini. Mzunguko jumla mzunguko 8. Nikaenda mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Mara ya tatu wakaniambia mama, hapa mzunguko wa 3 dawa imeisha. Kunabidi tuanze tena nyingine dawa, tunakuwekea dawa nyingine kwa 4,400 na 437. 4,439,700. Baada ya hapa nikarudi. Kufika huku nikasema jamani, mimi wamenipandishia bei. Bei mimi siwezi, kunabidi tu nirudi. Kweli mjirani huyo hapa aliyekaa hapa akaenda kuelezea wapi? Kwenye kanda. Akasema jamani, mimi nina mgonjwa. Ndio. Nina mgonjwa. Kunabidi awekee nini? Kemu. Sasa huku hatuna msaada wowote ule. Hapa kunabidi mama huyu anasema anarudi. Wale watu wakasema hapana, tunaenda kwanza kumwangalia yule mama. Tumuone hali yake inaendaje. Kweli wakaja hapa. Wale wakanda wakanipa 40 kamili. Na yule mkubwa akasema jamani, hapa kunabidi huyu mgonjwa mfariji kama mwenye imani. Wakaondoka. Baada ya kuondoka akaja baba moja na mama. Akamwambia mwanangu, wewe leta kile cheti walichoandika nini bili. Tuangalie. Alipoangalia yule baba akamwambia mama, wewe mtoto unabidi kesha huyu nini uende ukalipie mama aanze matibabu. Hali ni mbaya. Kweli ukatokea msaada huu. Nikaenda kuwekea kemu. Baada ya kuwekea kemu nikarudi. Nimekaa baada ya wiki 3. Tunakaa siku 21. Kwa mwezi ulikuwa unawekewa mara moja? Kwa mwezi mara moja. Kwa kemu zile umewekewa ngapi? Nimewekea 4. 4 ndani ya miezi 4. Ndio. Sawa. Na wakati huo ulikuwa una nywele? Wakati nilikuwa na nywele. Mara ya kwanza nilipoenda nilipowekea nini dawa alisema, "Wewe mama, tunapowekea dawa usishangae kama ikitoka nini nywele, usishangae hii dawa ni kali." Wakaniwekea mara ya kwanza, mara ya pili nywele zote zilikuwa zimeondoka. Nikaendelea yale matibabu. Nikaenda mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8. Wakaniambia mama, hapo kunabidi tena ufike tarehe 25. Mwezi wa 8. Tarehe 28 sikuenda. Kwa nini? Kwa nini ukuenda? Nilikuwa sina hela. Kwa maana yake hapo toka mwezi mzima hujaenda? Sijaenda. Au hujaenda miezi mingapi mpaka sasa hivi? Hii hapa wiki ya 3. Ya 3. Sasa kwa mwezi ni mara moja? Mwezi mara moja. Sasa ni miezi mingapi hujaenda? Mwezi wa 8 sijaenda. Ambaye ni mwezi mmoja tu. Ndio. Si ndio? Ndio. Na utakuwa uende mwezi wa 8 na huu wa 9 pia uende? Kwa maana yake hata sasa hivi ukikaa mwezi wa 9 utapitisha hujaenda? Sijaenda. Na kila unapoenda kwa kila mwezi mmoja unalipia shilingi ngapi? Sasa wameniambia nilipie 135,000. Kila unapoenda? Kile kipindi kile nilipoenda nilikuwa nilipia 75. 75. Kwa nini sasa wamezidisha gharama? Nilipoenda safari ya 3 wakanipandishia bei 4,439,700. Hiyo ni kwa zote? Hapana, kwa mwezi. Kwa mwezi? Ndio. Kwa kila unapoenda kuwekewa kemo moja ndani ya mwezi mmoja unalipia 400,000 na. Kwa hiyo manake mwezi wa 8 ungekuwa umeenda ungelipia 400,000. Hivi tu mpaka. Na mwezi huu wa 9 huu hapa unatakiwa ulipia 400,000. Hapana. Nilipoenda mwezi wa 8 nikasema jamani, mimi bei hii mimi siwezi. Unabidi tu nirudi. Akasema hapana mama. Uende ukasikiliza bili, utasikia huku. Tukaenda kusikiliza ile bili, wakaniambia nichukue sasa 135,000.
Kwa kila sasa hivi utakapokuwa unaenda unatoa, yani kwa mwezi unakiwa kemo moja. Na ile kemo moja sasa na 1,35,000. Ndio. Sawa, haya tuendelee. Mwezi uliopita wa 8 hujaenda, na mwezi huu wa 9 haujaenda. Ndio. Maana yake umeruka kemo 2 sasa. Haya tuendelee. Pale sasa waliposema kuna bili uzunguke mizunguko 8. Ukizunguka mizunguko 8, huu wa 8 unaenda kukata ile ziwa. Kumbe sasa wamekupa hiyo kemo au wanakuwekea hizo kemo ili zipunguze uvimbe. Yaani kulegea ile ziwa. Maanake mwanzoni lilikuwa limevimba kama nataka lipasuke. Kama lipovimba saa hizi. Kwa huko chini. Kwa hiyo sasa wanavyokufanyia hivyo maanake italegea alafu ndo wanalikata. Ndio. Na kwa namna ambavyo wamekupima haijaenda labda kwenye viungo vingineo hiyo tatizo? Hapana bado. Lipo pale pale. Kwa kumbe kuna uwezekano akikukata ukapona kabisa. Ndio. Eti Haya sawa Sasa kuanzia hapa sina msaada wote hata kidogo. Na leo nilisema tu niende nyumbani. Hata wazangu hao walipofika wanasema mama, unasema urudi kwa hali hii, si hatukubali. Sawa. Sasa unasikitisha. Mtazamaji, nadhani umesikiliza hapa. Leo hii ameona mwezi uliopita hajakwenda kwa sababu hana uhakika wa kupata pesa. Lakini na leo hii pia ameamua kukaa na hawa ndugu zake ambao naona hapa yakiwa kwenye jamvi kwamba mimi nataka nirudi tu nyumbani. Dhamira ya kurudi nyumbani ni ipi sasa? Kwani nyumbani ukienda utapona? Hapana. Una uhakika ukienda nyumbani utapata huduma zozote? Hamna huduma. Kwa nini umetaka kwenda nyumbani? Msaada hamna. Msaada hakuna? Ndio. Sasa ukienda nyumbani unahisi nini? Nini ambacho unakitegemea nyumbani na ndio maana umeamua uende nyumbani? Ukishatoka huku si unaenda nyumbani? Ndio. Ukishafika utakuwa unafanyaje? Kufa tu. Kufa tu? Ndio. Yaani ndio kitu ambacho nakiona kwamba kwa hiyo dhamira kurudi nyumbani unarudi kwa ajili ya kwenda kufa. Sasa mimi hapa ningefanyaje? Nifanyeje? Mtu unakaa hii sasa wiki ya ngapi au mwezi wa ngapi? Mtu unakaa bila matibabu. Nisema tu bora tu nirudi nyumbani. Na mtoto mwenyewe akapanga chumba kimoja na bwana yake. Na hapa tu na yeye mjirani akasema tu njoo ukae huko. Sina msaada wote ule wala nini. Ukakata tamaa. Nilikata tamaa. Na ndani ya nafsi yako ukawa unatamka nini? Ndani ya nafsi yako ukawa unatamka nini? Maneno ambayo ulikuwa unaongea ndani ya nafsi yako baada ya kukata tamaa. Hapa nisema tu huku nyumbani kienda naenda kufa. Kwa sababu kwa hali hii si yenyewe. Kwa hali hii sio yenyewe. Ndio. Unapitia mateso makali sana ndani yako. Ni usiku wala silali. Nakaa tu kama nilivyokaa. Afadhali kama mchana unaongea na watu ila usiku silali hata kidogo. Usiku wote nakaa. Haulali hata kidogo? Pole. Pole man. Usiku unakuwa ni wako peke yako, unateseka peke yako? Ndio. Nakaa peke yangu, nakaa peke yangu. Wakati wote? Ndio. Maumivu makali sana kweli. Naomba msaada wenu. Naomba msaada wenu. Hilo neno unajua umeongea neno zito sana. Nitazame basi tuangaliane. Unajua umeongea neno zito sana. Unaona kabisa kwamba hauna sababu ya kuendelea kuishi. Unaona kabisa kwamba hautoweza kupona. Umekaa ukawaza ukaona hapa solution ni kurudi tu nyumbani mimi nikafa. Niliona sasa msaada na watu wa kunifariji kila siku walikuwa sasa wamechoka. Nikasema afadhali mimi nije niende tu nyumbani. Na ulikuwa umepanga kwenda nyumbani lini? Nilipanga leo. Leo ndo uondoke? Ndio. Kwamba bwana mimi ndo hitimisho langu hili, narudi nyumbani tu nikafe. Ndio. Na kile kitu nimepanga, kile kitu nimeweka na begi yangu nimeweka. Vitu vyako vyote umeshakusanya? Ndio. Unarudi nyumbani? Ndio. Na hiyo yote kwa sababu ya pesa tu? Ndio. Mtu unaona kabisa kwamba hapa hauwezi kuiba, hauwezi kukaba, hauwezi kufanya kitu chochote kwa sababu ya pesa tu? Mtoto mwenyewe kama alivyo.
Na mume wangu mwenyewe na yeye kamwekea na yeye shindano njiani, na yeye anateseka. Nani? Mume wangu. Kamwekea na yeye swala. Anateseka na yeye huko. Anateseka nani? Yaani amemwekea kitu cha watu wa uchawi shindano kamchoma kwenye mguu. Ametegewa sindano? Ndiyo. Akachomwa? Ndiyo. Baada ya hapo sindano ikafanyaje? Si anateseka. Yaani kama kuwekea kama ya kwako nakufa. Hapa hata sijakuelewa bado. Sidhani kama na watazamaji wamekuelewa. Mume wako kategewa sindano? Ndiyo. Alivyokanyaga si unatoa tu endelea kutembea? Hapana, sumu. Amewekewa sumu? Sumu. Kwa hiyo sasa ili swala kusema kwamba unarudi nyumbani umemtaarifu nani na nani? Bwana wangu na watoto wangu. Mume wako ulimwambia nataka nirudi nyumbani akakubali? Alikubali, alisema turudi. Hakuna namna? Alisema sasa hamna namna, nifanyeje? Sina uwezo wote yule hata kusikitika kwa kauli nzito ambazo unazitamka? Anasikitika, anasema tu kunabidi tu uteremke ufike ukae tu nyumbani basi tu. Kwa namna ambavyo madaktari wamekutazama wanaamini kabisa kwamba ukitibiwa utakaa sawa. Wamekwambia kabisa kwamba wakikutibu, yani ukipata kila kitu, wakikutibu unakaa sawa. Ndiyo. Kweli? Kweli. Mimi nikwambie kitu. Kuna watu wanakutazama sasa hivi, sawa? Wanakupenda na watakuwa pamoja na wewe kwa kila hatua. Hauna sababu ya kukata tamaa. Sawa? Sawa. Wewe pambana mpaka pumzi yako ya mwisho. Sawa? Ndiyo. Kuna watu wako kitandani kabisa wamelala. Hawawezi kufanya chochote lakini wanakuambia mimi nitapona tu. Lakini mwisho wa siku wanapotea lakini bado imani zao zilikuwa ziko kwamba mimi nitapona tu. Unanisikia? Ndiyo. Kwa hiyo basi kwa kuwa sisi tumeshaungana na wewe, mimi naamini hili litapita. Na itabakia kuwa historia. Sawa? Ndiyo, nashukuru. Tunakuwa pamoja na wewe kwa hatua zote. Utaendelea kupata huduma yako kama kawaida. Asante. Sisi tunachoomba tu Mungu, sawa? Ndiyo. Wewe uweze kuendelea na matibabu na matibabu yako yakamilike. Sawa. Mimi naamini kuna watu watajitokeza wengi tu watasema tutakutumia hela, watakutumia hela za kutosha tu. Na utaenda hospitalini utafanywa matibabu yako yote mpaka siku ya mwisho. Nashukuru Mungu. Umenisikia? Nashukuru Mungu. Lakini wakati huo sasa, wakati watu wanaendelea kukusapoti, endelea kumsimamia Mungu wako. Sawa? Muamini Mungu, endelea kumwomba Mungu, endelea kusimama upande wa Mungu kwa sababu hakuna kitakachokukomboa kwenye maisha yako isipokuwa Mungu wako. Sijui unanielewa? Sawa. Kama ilikuwa ni mtu ambaye ulikuwa wewe ni Mkristo? Ndiyo. Unaenda kusali kila siku za Jumapili, basi sasa hivi umweke Mungu kwenye kila jambo lako. Mungu naomba nisaidie niende hospitali, ukirudi mshukuru, hatua zako zote hakikisha unamtaja yeye, si ndio? Ukipata dawa, ukiona kuna mabadiliko hivyo. Tutakuwa pamoja na wewe mpaka ambapo utafanywa operation. Asante. Wewe unathibitisha kwamba madaktari wamesema kwamba ukishakatwa hiyo sehemu ya ziwa unakuwa sawa? Ndiyo. Si wamesema kabisa kwamba baada hizi kemo wanakufanyia operation? Na amekwambia hizi utakazozifanya ndo za mwisho? Dawa. Kemo. Yaani kitoka hapa dawa wekea sasa mionzi. Si ndio, maana yake wamekuweka kemo kwa ajili ya kulipunguza ukubwa. Alafu baada ya hapo watakufanyia operation. Alafu baada ya hapo wakishafanya operation zile sehemu sasa zilizobakia wanapiga mionzi ili ukae sawa. Ndiyo. Sasa. Kwa hiyo wamefanya vipimo vizuri kabisa sababu liko upande wa kushoto ziwa lako lililoharibika, si ndio? Ndiyo. Wamefanya sio kwamba halijafika popote, liko kwenye ziwa. Hata nilipoenda walisema hapa inaendelea vizuri sana. Damu yako inaendelea safi vizuri. Kweli? Ndiyo. Walikwambia kila kitu kipo vizuri? Kule wanapima kila kitu, figo, bandama, nini. Wanapoona tu tatizo uwekee dawa hata kidogo. Wanakuambia mama una tatizo, kunabidi uanze ukae kwanza mpaka wiki ijayo ufike uweke tena kemo. Sawa, una simu wewe? Hapana. Hauna simu? Ndiyo. Okay, sawa. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja, sawa, wewe kuwa na amani. Amin. Kuna ndugu zetu wako wengi tu watakutumia pesa kwa kiwango chochote ili mradi uendelee. Kwa hizi kemo ambazo zimebakia lazima utaanza za round ya pili. Si ni round ya pili ya mwisho ndo unafanya operation? Ambaye zinatakiwa zifanyike ngapi kemo? Upewe kemo ngapi? Au ukiwe kemo ngapi? Saizi 4. 4. Ndiyo. Si ndio? Ambaye moja ni 100,000 na ngapi?
Na 35. 135? Ndio. Aha, sawa. Kwa hiyo maana yake hizi 4 itakuwa kama 500 hivi na 70 kitu kama sikosei, si ndio? Yeah. Kwa hiyo cha kufanya kitu kimoja, si ndio? Mimi naamini watu watakutumia. Si ndio? Wakisha kutumia utaenda kufanya hizo kemo zote na sisi tutakuwa tunakuja kila hatua. Sawa. Tutashiriki na wewe mpaka siku ya mwisho utakaposimama, utakaporudi ukiwa uko salama kabisa. Tunakuahidi tutakuwa pamoja na wewe pale, yani mpaka pale utakapokuwa unabeba mabegi yako kurudi nyumbani ukiwa umepona. Sawa? Sawa. Na ili swala lako na kusimamia ni nani ambaye atakuwa anashughulika na hospitali wapi ambaye ndio atakuwa anasimamia kila kitu ni nani? Huyo mtoto. Ni nani? Romana. Wewe ni nani yako? Sogea basi pale kwenye keka tukoone. Kaa hapo. Kaa hapo shikilia mic hiyo. Habari za saizi? Salama, habari za saizi. Kwema. Unaomba mafua au ulikuwa unalia? Nilikuwa nalia. Ulikuwa unalia kwa nini? Namwonea tu mamangu uchungu. Ni mama yako mzazi? Ndiyo. Ndiyo. Kumbe ni mama yako mzazi? Ndiyo. Wewe unakaa wapi? Nakaa hapa, nimepanga hapo. Na ndio umeolewa? Ndiyo. Unamwonea uchungu mama yako alivyotamka nini? Kuhusu ile azie wa ile ninavyoumia. Na hata hakuna msaada wowote wa kuendelea? Hakuna. Na wewe umekubali mama yako arudi nyumbani kwa sababu tu hauna pesa? Ndiyo. Kweli? Ndiyo, nilikubali tu basi. Kwamba mamangu aende tu akapumzike? Umekubali mama yako afariki? Basi sasa hamna msaada wowote. Hata mume wako hana msaada wowote? Mume wangu mwenyewe ndo alichangia hapo katikati. Sasa hivi anasema saa hizi hali yangu mbaya, ile yenyewe kipata ndo tunalipa kodi. Basi tunalipa kila siku? Kwani kodi mnalipa kila siku? Kuhusu na hiye hali na kula. Mume wako anafanya kazi gani? Yuko dei waka humu kwenye kupaua. Ni fundi. Huyu mama ndo huyu unajua, usikubali, usikate tamaa, yani fanya vyovyote ili mradi hayo mama uwepo. Sawa? Sawa. Yani kuna uwezekano kabisa yani wa kupambana na mambo yakakaa sawa. Ingawa kweli kuna wakati mtu nafikia hatua hauoni mbele wala nyuma, huoni kushoto wala kulia, si ndio? Ndiyo. Usiridhike haraka, sawa? Kwamba sasa umpoteze mama tu wakati kwa sababu tu tayari hana uwezo na unakubali mama arudi nyumbani akapoteza maisha yake. Haifai, sawa? Sawa. Wewe endelea kumsimamia mama. Mtazamaji, namba utaichukua iko hapo chini. Hiyo namba bwana utampata moja kwa moja huyo binti. Ukichukua hii namba itakuwa rahisi kuweza kumchangia chochote. Ombi letu tuivunje ile nafsi ya huyu mama kuona kwamba ameshashindwa, hawezi kupona, arudi nyumbani kwa ajili ya kufa tu. Hicho kitu hatuhitaji kukiona. Sisi tunataka tupambane naye mpaka dakika ya mwisho ili mradi tuweze kupatiwa haya matibabu. Kiukweli tumeona jinsi tatizo lake lilivyo kubwa, nadhani umeona ziwa lake lilivyovimba kwa chini. Tumeonyesha hivyo si kwa ajili ya kumdhalilisha, ni kwa ajili ya kuokoa uhai wake. Tumeona tuongeze msisitizo kukuliona kwa sababu ukimtazama kwa nje utaona ana afya, anaonekana vizuri, lakini je, utaaminije kama kweli anaumwa? Ili tuweze kumsaidia kwa haraka. Na ndio maana tumekuonyesha ili mradi tuone namna ambavyo anapitia mateso makali kwa ajili ya maradhi haya ya hatari zaidi ya kansa. Labda turudi kwako sasa, si ndio? Huduma nadhani itaendelea. Ndiyo. Naomba tu uone tujulisha kila hatua namna ambavyo mama yako anapitia mpaka pale atakapotibiwa, si ndio? Ndiyo. Ili sasa tujue namna gani ya kumsaidia na maisha mengine yaendelee, sawa? Ndiyo. Wewe sasa kwa nafasi yako unawaambiaje watazamaji hapa? Nitawashukuru, nitawapigia simu. Utawapigia simu? Wasisitize pia kuhusiana na kukuchangia kwa ajili ya mama yako. Naomba tu msaada wanichangie. Mamangu ili aweze kupona. Afanikishe, ndio. Tuishi naye. Sawa. Na wewe? Mpe mic pale. Aongea na chikijua juu ya. Mimi ombi langu kwa naomba ndugu zetu wa Tanzania mnaotuangalia hapa na mnemwangalia huyu mama. Naomba msaada wenu ili mwenzetu tuendelee kuwa naye. Naomba msaada wenu. Wewe ndio ulionipigia pia simu mimi ndio nilikuja hapa. Yule pale ni mwenzetu tupo naye kwenye kikundi. Kwa hiyo akatueleza na mgonjwa nyumbani. Huyu matibabu ameshindikana, anahitaji kurudi nyumbani, ndio tukasema ngoja tuje tumuone. Tukaja leo kuja ndo nikamkuta huyu mama analia, anasema narudi nyumbani, nimekata tamaa. Sasa mimi nikajisikia uchungu kweli. Mama ana nguvu zake na bado ana watoto, kwa nini arudi nyumbani? Ngoja kwa sababu nilikuwa nafuatilia na nizangu, sasa ngoja jaribu kutafuta kama tunaweza kupata msaada. Nake mama amekata tamaa, anataka kurudi nyumbani.
Namuuliza sasa nyumbani ukafanye nini? Asema naenda kusubiri kufa. Kwa hiyo nilisikia uchungu sana mpaka nililie. Kwa hiyo tunaomba msaada wenu jamani. Watanzania wenzetu, ndugu zetu. Tusaidie ili mama arudi kwenye furaha, maana naona amepoteza matumaini. Sawa. Mimi nashukuru sana bwana. Mtazamaji, nadhani umeshamsikiliza mama huyu ambaye ni mgonjwa, lakini pia umemsikiliza binti yake na majirani, watu wa kwenye kikundi wameamua kufika hapa kwa ajili tu ya kuweza kumsaidia. Ombi langu sasa, tuweze kuongeza nguvu kwa kiwango kikubwa, ama tuonyeshe nguvu kubwa kwa huyu mama aweze kwenda kufanyiwa matibabu. Umesikia? Hana anachokisubiri. Anaona kabisa kwamba mimi ninatakiwa nirudi nyumbani kwa ajili ya kwenda kufa. Sina ninachokisubiri. Hivi ndivyo ambavyo mimi namnukuu. Kwa tufanye hivi kwa ajili ya kumsaidia yeye. Ana wakati ngumu, anapitia wakati mgumu sana, lakini pia imani yake inamwambia kabisa kwamba wewe sio wa kuona ulimwengu wa mwaka 2022. Anajiona kabisa kwamba mimi bwana hapa ni kurudi nyumbani tu nisubirie kufa. Anajiona hawezi kuvuka huu mwaka 2021. Lakini mimi naamini tukiungana kwa pamoja kwa haraka sana tunaweza kumfanya wakaona mwaka 2022 na miaka mingine hata 20 mbele 30 huko. Paka pale ambapo Mungu atampendeza zaidi kumchukua katika namna nyingineyo, lakini sio kwenye ugonjwa huu wa kansa. Mimi naamini kabisa kwamba tunaweza. Tumefanya vitu vikubwa vingi sana. Tumegusa familia nyingi sana. Tumesaidia watu mamilioni ya pesa. Huyu mmoja hawezi kutushinda kwenye 500, 6 za kuweza kufanywa chemo ile dawa, alafu baada ya hapo afanywe huduma ya operation kwa ajili ya kukata ile ziwa ili mradi tuepukane na ugonjwa, na hitimisho la mwisho tutakalolimaliza ni kufanywa mionzi. Huduma ya mionzi kwa ajili ya kumalizia kabisa na ili swala arudi nyumbani kwake akaishi na familia yake. Amekubali kupoteza ziwa lake kwa sababu moja tu ya kuokoa uhai wake. Ifikie basi hatua tuweze kuhakikisha tunamsupport. Mimi naamini sasa tuifanye hii challenge kwamba kwa kuwa Maximum TV ni team na ni team kubwa ambayo ina support mamia ya watu kila siku. Basi nataka tufanye kitu kimoja. Tuungane kwa pamoja, mwenye 1000, mwenye 2000, mwenye 3000, mwenye 5000, mwenye 20,000, laki, 200,000, 500,000, na hata ukiweza kukaa ukasema kwamba Zahir, mimi nataka nimhudumie huyu mama matibabu yake yote. Nataka nitimize lile ambalo yeye alikuwa analihofia kwamba hawezi kufika. Basi ujitokeze tupigie simu. Mpigie simu binti yake hapa kupitia namba yake ya simu ambayo hawana WhatsApp, si ndio? Simu sio WhatsApp. Ukitaka kumpigia mpigie direct kawaida tu. Utampata, utamsaidia kwa ajili ya mama yake. Ukiona hauwezi, nitafute mimi kwenye namba zangu za WhatsApp. Ziko chini hapo zinapita pita. Ukiachana na hizo katikati za wao za kuwatumia salio, zangu mimi kwa ajili ya WhatsApp tu. Ukiona jambo bwana Zahir, mimi nataka nimsaidie mama huyu hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Basi tutazungumza, tutajua namna gani utamsupport. Kuna yule ambaye anaona ana uwezo kuyamudu matibabu yake yote, basi libebe ile jukumu upate baraka kwa Mungu. Imagine. Sawa, jaribu kufikiria. Leo hii unalichukua ile jukumu la huyu mama kuweza kumsaidia. Hali ya kuwa kwenye nafsi yake, mwili wake, mawazo yake na akili yake yote nasema kwamba mimi ni wakufa tu. Ukamsaidia akapata uhai. Akatoka kwenye ile wazo kusema kwamba ameshakata tamaa na kufa. Kuna baraka ngapi Mungu ataziweka juu yako? Kuna njia ngapi Mungu atafungua kwa ajili yako? Kwa ajili tu ya kugusa maisha ya huyu mama. Kwa sababu umemsaidia ione kesho yake. Umemsaidia ajione kwamba ni wa thamani kwenye huu ulimwengu. Umemsaidia kumfanya amini kabisa kwamba anaweza kuishi na maisha yake yakaendelea kama kawaida. Kwa tufanye kitu hicho, tuweze kumsaidia. Mimi naamini kuna watu wana hela nyingi sana. Na huyu wala hatahitaji gharama kwa sababu hatua kashaianzisha. Yuko Dar es Salaam hapa, sehemu ya kukaa amepata, amehifadhiwa. Kinachohitajika ni matibabu, tuna hela za kula hapa na pale, nauli. Ndio vitu ambavyo vipo. Mtoto wake kaolewa kwenye familia ambayo bado maisha yao huku ni masuala ya ujenzi yako mengi sana. Watu wanajenga sana. Kwa hiyo kazi ambazo zinapatikana kiharaka ni za ujenzi. Kwa mume wake ndio anafanya hizo kazi, na huku pia bado utatoka leo hii utajenga labda upata deal 15,000, utakaa wiki 2 3 mwezi unapata 20,000 au 30, unakuwa unaunga tu kwa sababu kuna nyumba mpya tupu. Kwa hiyo tukishafanya, kwa hiyo kwa namna hiyo hawezi kuyamudu matibabu ya huyu mama. So mimi nachotaka kuambia, wewe ukiona una uwezo tu wa kulishikilia la huyu mama, mimi nitamhudumia paka atakapokaa sawa. Unaweza. Ukiona uwezo wa kutengeneza labda kwa mwezi tu 400,000, 500,000 kama sehemu ya mshahara wako, huwezi kushindwa kumudu huyu mama. Kwa sababu matibabu yake si ya gharama sana. Kama hivyo akishaekewa chemo kwa mwezi anaekewa mara moja tu 130,000. Paka utakuja kuona naye tena mwezi ujao. Kwa hiyo hata kama kwenye mshahara wako 500,000 unamtolea 130,000 kwa ajili ya Mungu, unamlipia matibabu yake straight. Hata ukitaka useme kwamba bwana wewe nenda hospitalini, mimi nitakuwa nakulipia moja kwa moja kule hospitalini. Hakuna shida.
Dhamira yetu ni huyu apone, sio kushikilia pesa. Lengo letu aweze kurudi kwenye uhai wake ambao tayari kashakata tamaa. Umeshasikia na watoto wadogo na watoto 6. Mume wake kashauza mashamba hadi shilingi 10,000, mbuzi unauza hadi shilingi 10,000. Aliyakuwa ukileta huko mjini unauza hadi laki, lakini kwao kule shamba lauzo 10,000 kwa maisha ya mwaka 2021. Unaona namna gani hii kitu imewakuta kooni kabisa. Kwa hiyo kivyovyote tutakavyoamua, ukiona una uwezo kuyasimamia matibabu ya huyu mama, tucheki WhatsApp. Niambie bwana Zairi, mimi nataka nishughulike na hili swala la huyu mama. Nitakuunganisha, nitafika hapo tuongee naye kwa video call na kila kitu. Alafu ukiamua sasa unaweza ukawa unalipia hospitali moja kwa moja. Kwa hiyo unakuwa unajua tu kwamba mwezi huu anaenda tarehe fulani, wewe unalipia straight. Kwamba mimi nitayasimamia gharama zake zote hivyo. Kwa mtu yote hata kama anayelipwa shilingi 500,000, ana uwezo kumhudumia mama na akapata matibabu yake yote. Kwa sababu kwa mwezi ni mara moja anaenda kufanya chemotherapy. Baada ya hapo ndio ataenda kwenye huduma operation, watataja gharama zake na mara ya mwisho atafanywa mionzi, atakuwa salama. Na kumbe tatizo lake sawa ni la muda, mwaka 1 na miezi 7, lakini halijamdhuru sehemu yoyote isipokuwa lipo pale pale kwenye ziwa. Kwa hiyo amefanywa hii huduma na ziwa lote limeshuka kutoka lilivyokuwa nene limejaa kwenye makwapa huku paka chini ni kubwa, lakini sasa hivi limeshaisha lote. Ukimwangalia kifua huwezi kujua kama limevimba, ila limebakia kwenye chuchu huko. Kwa hiyo maana yake tayari anaendelea vizuri. Kashapimwa figo, kapimwa moyo, kapimwa viungo vyote, kapimwa damu, vitu vyote ameambiwa viko sahihi na huduma yake inaendelea vizuri. Kwa hiyo hatuna sababu ya kumwacha kati tamaa rudi kufa. Tumsaidie. Tufanye hivyo kwa ajili yake yeye na familia yake. Tufanye hivyo kwa sababu ukiachana na kwamba anasubiria na watoto, huyu pia ni furaha ya watoto wake. Mtoto ukimwona mzazi yuko hai, hata kama una shilingi 100, kuna amani fulani inapatikana kwenye moyo. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nakitafuta. Kwa hiyo tunatafuta kumuona mzazi akiwepo kwa sababu ya amani za mioyo yetu, lakini pia tunatakiwa tumsaidie kwa sababu ni binadamu mwenzetu, anatakiwa aendelee kuishi. Na la mwisho, tunatakiwa tumsaidie kwa sababu yeye mwenyewe pia anatamani kuendelea kuishi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tunatakiwa tukiangalie. Mimi kwa leo inaishia hapa, lakini nikuombe tu msaidie sana na sana na sana. Namba ni hiyo hapo katikati inapita chini, ichukue, wapigie simu, wasaidie wenzavyo. Mungu atakubariki sana. Mimi ni Zahir Hussein behind the camera, niko na Fabian Kisaka. Endelea kuwa na sisi kupitia Maximum TV. Till next time.